Kwa majina anaitwa Dr. Ferdinand Mwakalesia. Ni daktari lakini sio medical doctor. Ni daktari kwa sababu nimebobea katika kutibu mwili wa binadamu kwa kutumia vyakula na mimea. Ninao uwezo wa kumfanya mtu aliyeugua kwa kutumia chakula tu akapona, kama nia yake itakuwa ni kutumia vitu vya asili na ni muumini wa vyakula. Na mimi niko hapa kuelezea nguvu ya mwanamke katika kujikita kwenye vyakula vya asili, kwa sababu Tanzania ni kidunia ni nchi namba 2 yenye mimea tiba asilia na vyakula, lakini ukijaribu kutafuta nchi namba 1 duniani kote yenye mimea tiba asilia na vyakula asilia uipata. Sasa tunaisha kusema kwamba basi mifumo ndio imetuweka kuwa nchi namba 2, japokuwa nchi nyingine namba 1 haipo. Kwa hiyo sasa tunastahili kujivunia na kupata nafasi hiyo kidunia, kwa sababu tumezungukwa na vitu ambavyo vinaponya. Kwa hiyo basi, wakati naanza kuzungumza, nimeelezea nguvu ya mwanamke na wazungumzaji waliopita wameelezea nguvu ya mwanamke, na mimi bado niko pale pale. Mwanamke ni nguzo ya maisha. Ni nguzo ya maisha kwa sababu zifuatazo tu chache tu. Cha kwanza, ukitaka kuangamiza kitu unamtumia mwanamke. Ukitaka kitu kizalishwe unamtumia mwanamke. Hata shetani kipindi anaangamiza dunia ametumia mwanamke. Hata Yesu Kristo, wakati Mwenyezi Mungu ametoa ahadi ya kuweza kuikomboa dunia, amemtia mwanamke. Yesu Kristo akazaliwa. Na mwanamke ni nguzo ya maisha, ni nguzo ya kila kitu. Hivyo basi, kwa sababu mimi hapa nilipo ni zao la mwanamke, ndio maana nimeona ni vema niingiza biolojia jinsi mimi nilivyopatikana. Sababu mimi nimezaliwa, mimi sio robot. Na kama mimi sio robot nimezaliwa, basi kuna michakato inatakiwa kufuatwa ili mimi niweze kuwa vizuri kiafya, nisiwe babu jinga. Wakati mama na baba wamekutana, mama kwenye mfuko wake wa mayai kuna homoni za chromosome 46 ambazo zimegawanyika kwenye pairs mbili ambao kwa jumla ni pairs 23. Na kwa baba pia kwenye sperm zake kuna homoni chromosome 46. Mtanisamee kwa Kiingereza nachochanganya hapo, kwa sababu viko hivyo homoni chromosome, ambazo hata kwenye sperms za babangu zilikuwa 46, lakini akanigawia pair. Mama 23, baba 23, zikapatikana za kwangu kamili 46, nikawa mwanaume kamili. Ndio maana kila binadamu yote ana homoni mbili, ana homoni ya kike na homoni ya kiume. Mimi hapa nilipo ni mjumuiko wa homoni za kike, homoni za kiume ni 70, homoni za kike ni 30. Na wewe hapo ulipo una homoni ya kiume na ya kike. Sawa, homoni ya kike ni 70%, homoni ya kiume ni 30%. Ndio maana hapo ulipo kabisa tunaona viashiria vya kwamba wewe ni mwanamke. Sasa shida inakuja endapo mtu homoni zake zinapoanza kubadilika. Sawa, ukakuta homoni za kike zinashuka, za kiume zinapanda, na lazima tabia pia zibadilike. Hivyo basi, hizo homoni chromosome nimeweza kuandaa presentation hata kwenye TV, unaweza mkaangalia. Sawa, zilipokutana ndani ya sekunde 2 mpaka 5, hilo yai na sperm vyote vikikutana vinageuka kuwa maji matupu, ambapo ukiyatizama hivi unaona upande wa pili huo mchakato unaendelea. Hayo maji sasa ndio chanzo cha binadamu, ndio hayo ya binadamu, ambapo kitaalamu anaita the human mother cell au zygote au mother cell. Ndio mother cell, ndio human stem cell, ndio zygote. Sasa zinapitia mchakato wa kuzaliana na mpaka zinakamilika 50,000 mpaka 200,000 kama human stem cell, ambazo hizo human stem cell au mother cells ndio zinazotengeneza human blood cells, chembe nyekundu za damu zilizokuwa nazo mpaka na chembe nyeupe za damu zilizokuwa nazo zinatengenezwa kwa msaada wa hizo mother cells.
Mchakato unavyozidi kuendelea, hizo tishu zinajiunga, zinapatikana viungo kadri vinavyozidi kujiunga vinaleta systems za mifumo ya mwili. Baada ya mifumo, kinachokuja ni kijusi, ambapo ni fetus kwa Kiingereza. Fetus kinakamilika baada ya miezi 6. Baada ya miezi 6 ni mtoto anapatikana. Sasa hapa mimi nilipopatikana, ndo kila kampuni ikaanza kupiga mahesabu jinsi mimi naweza nikawa mteja. Mganga wa kienyeji ananiona mimi kama mteja, viwanda vya kutengeneza vifaa vya hospitali na madawa wananiona kama mimi mteja, na kadhalika. Hata mkulima anakuona kama wewe mteja, na hapa nilipo nakuona kama mteja pia. Sawa, tuko pamoja? Kwa sasa ni swala la mtu mwenyewe kujitambua anachokitaka, kwa sababu unayo haki. Tukiangalia haki za binadamu za kitaifa na kimataifa, unayo haki ya kuchagua unachokitaka wewe. Na maana hata huduma ya kiafya unayoichagua ni haki yako, kwa sababu unachagua. Hakuna mtu atakuja kulazimisha kutumia hiki wala kile. Basi vinavyozidi kuendelea sasa, huyu binadamu mnayemwona amesimama mbele yenu ni mjumuiko wa seli wa chembechembe nyekundu za damu na chembechembe nyeupe za damu, kuanzia kwenye nywele hadi kwenye kucha. Kinachoathiri seli moja kinaniaffect mwili mzima. Hivyo basi, ili mimi niweze kuwa na afya njema, natakiwa niweze kujali seli zangu ziweze kuishi vizuri, ziweze kuendelea kufunction ipasavyo. Binadamu kuanzia mpaka atakapokufa anakuaga na human stem cell, ambazo ndio zile ambazo tumeanza kuzizungumzia, zinakaa kama majimaji. Sasa hizo huwa zinapotea, na pia unaweza ukazizalisha. Mpaka binadamu tunampoteza kwenye uso wa dunia, anakuwa hana hata human stem cell moja, lakini anazo za kutosha chembechembe nyekundu za damu, hata na chembechembe nyeupe za damu anazo za kutosha kama kiwiliwili. Sasa tuko pamoja? Kwa maana sasa, wakati tuna miaka 20, uwezo wetu wa kujiponya ambao ndio huo human stem cell. Tunapozungumza human stem cell, ni uwezo wa mwili wa kujiponya wenyewe. Sawa? Uwezo huo ukiwa na miaka 20 unakuwa ni 100%. Sawa, kwa umekula vizuri na wazazi wamekujali. Kwa sababu tunaanza kuharibikiwa tunapoanza kujitegemea. Unapofikisha miaka 50, uwezo wa mwili kujiponya unashuka, unafika mpaka kwenye 50%. Unapofikisha miaka 65 kuendelea, uwezo wa mwili wa kujiponya una drop down, unashuka mpaka kufikia kiwango cha 10%. Unashuka kwa sababu ya uzembe au ujinga au kutokufahamu. Kadri uwezo wa mwili wa kujiponya hapo zidi kushuka, na wewe afya yako inazidi kutaabika. Sawa, mpaka unalazwa na hatimaye tunakupoteza, kwa sababu uwezo wa mwili wako kujiponya umekwisha. Kuna baadhi wanasema kwa sababu ya pressure, anaumwa pressure. Ndio inatokea, tunaambiwa kwamba mtu moyo wako unasumbua na pressure, wengine ni kisukari, wengine ni ukimwi, wengine ni kadhalika, aidha kwa kutumia vitu unavyovitumia, lishe, tango, mouse nini, kwa sababu huko mtandaoni, Instagram na kadhalika, kunazo elimu nyingi sana, na wote pia wapo kibiashara, kwa sababu wewe ndio mlengwa. Lakini kitakacho kusaidia kurejesha umbo lako, kurejesha utimamu wako, uwe na afya njema kama ilivyokuwa nguzo ya familia. Kwa sababu mwanamke kwenye familia kama hana afya sahihi, kama hana afya njema, manake kila kitu kinayumba. Umaskini kwenye familia unasababishwa na mwanamke, utajiri kwenye familia unasababishwa na mwanamke pia, kwa sababu mwanamke ndio kila kitu. Mwanamke ni muumbaji. Uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kuumba alipa mwanamke. Hata sisi kibibilia tumepewa jukumu la kutafuta na sio kuumba, wala sio kuzaa, wala sio kufanya nini. Kwa sasa majukumu makubwa sana amepewa mwanamke. Sasa mwanamke asipojichunga, uwezo wake aliokuwa nao anaweza akautumia kwa njia nyingine. Na ndio maana mwanamke
akiamua kugusa kitu kwa shari, yani hiyo shari inazalishwa na nyumba inasambaratika. Akiamua kutumia uwezo wake kwa kufikiria in a positive way, hiyo familia lazima itakuwa na mabadiliko, hata kama mwanaume atakuwa ni useless. Sawa, anamlinda, anaonekana kama ni mwanamke sahihi. Anaonekana kama ni mwanaume sahihi. Hivyo basi, mnapoona mtu amefika hapo, nimezungumza kwamba ni seli ambayo haifanyi kazi vizuri, na tuna sababu chache tu zinazopelekea seli kutofanya kazi vizuri. Sababu ya kwanza ni toxicity, sawa, ambayo hiyo ni 100%. Toxicity ni uchafuzi wa mazingira au sumu ambazo tunazozingiza mwilini, aidha kupitia moshi, sawa, mazingira na kadhalika, ambazo hizo haziwezi zikaua. Kwa mfano hapa tumekaa humu ndani, hakuna mti, hakuna nini, tunaona viti, meza, AC na kadhalika, tunapata kiyoyozi vizuri, sawa. Hizi zote ni toxins tunazoziingiza mwilini, lakini hazina madhara wala haziwezi zikatuua, kwa sababu ni 100%. Toxicity zinazomuua binadamu zinapatikana kwenye deficiency ya chakula, kwa vitu wewe unavyokula. Deficiency inachukua 99%. Tunapozungumza deficiency, ni vitu ambavyo wewe unavyovitumia, aidha maji vimiminika unavyovitumia, inawezekana kama ni pombe, ni maji na kadhalika, au vyakula unavyoamua kula. Kwa sasa, na kuna njia mbalimbali zinazotupelekea kuweza kupata matatizo hayo. Binadamu anapoumwa, njia zilizopo za kupata matibabu kama mnavyoona kwenye TV hapo, njia ya kwanza ni vidonge, kwa sababu ndio mfumo uliopo. Njia ya pili, vidonge vikidunda, ni sindano. Kuna baadhi wanaoamua kutokutumia vidonge wala kutokutumia sindano, wanaamua kujikita kwenye upasuaji. Hizi ni njia ambazo ni jitihada za kibinadamu wamezitumia, ila angalau kudhibiti na ile seli iliyokosa lishe, kwa sababu hakuna ugonjwa, ni deficiency, ni malnutrition, ni cell deficiency. Ninapozungumza cell, manake binadamu ana seli trilioni 35 mpaka trilioni 100, na hizo seli zote lazima zilishwe. Sasa tunaelewa vizuri? Sasa seli inaposhindwa kupata chakula, ndo hapo udhaifu unaanza. Udhaifu unapoanza, utaanza kusikia wewe huna nguvu, huna nini na kadhalika, kutokana na wingi wa seli ambapo unaozidi kukosa lishe. Kwa sasa hiyo seli imefika hatua wewe ukaumwa kisukari, saratani, uvimbe, sawa, umekosa mtoto, sawa, hauna matatizo mengine, au umepata na kiharusi, hauna UTI, hauna matatizo mengine ya uzazi, ni kwa sababu seli za sehemu husika hazina lishe sahihi. Sasa kwa sababu ya deficiency, afu mtu unatibiwa kwa kutumia vidonge, sindano au surgery. Lakini tunaporudi kwenye uhalisia, mpango wa Mwenyezi Mungu ulikuwa ni endapo mtu ameumwa aweze kujitibu kupitia chakula, kwa sababu ukiangalia kwenye kitabu cha Biblia cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11 ukaruka kwenye mstari wa 33, sawa, panaonyesha wazi kwamba Mwenyezi Mungu aliwaamuru wazazi wetu wa kwanza mle majani, miti inayozaa mbegu na miti inayozaa matunda, sawa. Hata kwenye Qur'ani ni hivyo hivyo. Kwa sasa, kwa nini chakula ni dawa? Sawa, nakuja hapo. Kwa sasa tumefika hatua ambapo kwa nini chakula ni dawa, na nakaribia kutamatisha. Chakula ni dawa kwa sababu zifuatazo. Binadamu hapa tulipo, Mwenyezi Mungu sio mjinga kwa kutumba na makundi tofauti ya damu. Kuna blood group O, kuna blood group A, kuna blood group AB na kuna blood group B. Sasa ukichukua udongo ukopeleka kwenye maabara ya chakula, utagundua kwenye udongo kuna kitu kinaitwa lectin. Utakachokipanda kwenye udongo chochote kile kina lectin,
Ndio maana tukichukua matunda, majani na kadhalika, tutapeka maabara, kuna lectin. Binadamu akienda maabara akapima damu yake, watagundua kwenye damu kuna lectin. Sasa unapopata elimu ya kujua ni vyakula gani vina lectin itakayoendana na lectin za damu yako, unaurejesha ule uwezo wa mwili kujiponya wenyewe. Lakini unapokula vyakula mradi tu umekula, ukona kula vyakula vyenye lectin ambazo haziendani na lectin zenye damu, lectin zilizopo kwenye kundi yako ya damu, na maana uwezo wa mwili wa kujiponya unashuka. Kwa sasa, na binadamu hajaumbwa ili mwili uweze kujiponya kupitia dawa za kemikali. Mwili wa binadamu unaweza kujiponya kupitia vyakula unavyokula, ni hususan vyakula vinavyolimwa. Hivyo basi, tulijitahidi kutokana na elimu ambapo nimetoa kwa uchache, japokuwa itakuwa na maswali mengi, lakini kabla hamjaniuliza maswali, tulijitahidi kuweza kuandaa bidhaa ambazo zinatokana na vyakula ambavyo nimevizungumzia. Bidhaa ya kwanza ambayo tumekuja nayo ni bidhaa ambayo inaitwa Mother Cell. Kama mnavyoona, hii bidhaa Mother Cell ndio bidhaa kwanza ambayo tulitengeneza kutoka kwenye vyakula, na vyakula hivyo vilivyopo kwenye Mother Cell, sawa, na kwenda kuonyesha, kwa sababu ni vyakula havina siri, ni vyakula ambavyo ukivifahamu ukaamua kuvilima wewe mwenyewe, unaweza ukavitumia na usitumie hii product ukapata matokeo. Jinsi mnavyoona, hiyo ni 100% mimea na vyakula. Hiyo mnavyoiona, hiyo Mother Cell ina CD4 milioni 1.5. Sasa hiyo Mother Cell ina vyakula hivyo mnavyoviona kwenye matunda kama mnavyoviona hapo, na kazi yake kubwa, hayo matunda yote yaliyomo ni kwa ajili ya kufanya mwili wako uweze kujitibu wenyewe, sawa. Ina vyakula mbalimbali, ina magome ya miti na kadhalika, sawa. Ina na matunda mbalimbali, kwa sababu ya muda ndio maana naenda haraka, lakini kazi yake kubwa imetengenezwa kwa ajili ya kufanya mwili uweze kujiponya wenyewe na nishati ya mwili iweze kurudi, na kama mwilini ulikuwa na matatizo yaweze kuondoka. Alafu kitu kingine, imetengenezwa kwa ajili ya kuulisha mwili vitu ambavyo vinatakikana. Kuna product nyingine tulifanikiwa kuitengeneza ambayo inaitwa Mirafil, sawa, ni ile ya kijani mnavyoiona hapo. Tulitengeneza baada ya kupata ripoti ilikuwa watu wengi tunakutana nao wanasumbuliwa na tatizo la kuto kupata haja kubwa. Kwa sasa bidhaa hii imetengenezwa kwa mimea hiyo mnayoiona hapo, na kazi yake kubwa, kazi ya kwanza kama unavyoona kwenye TV samani, naomba mchungulie, ni kuponda takataka zote zilizopo ambazo zimeshindikana kutoka, kwa sababu kuna watu wanakula milo mitatu hawapati choo, wengine wanapata choo mara moja, wengine wanakaa mpaka siku 2 siku 3 hawapati choo. Ukitumia sachet moja tu, hiyo bidhaa ina sachet 12, naomba niongee sekunde chache, ina sachet 12. Sachet moja tu inakutosha kuweza kuponda yale mabaki yote ambayo yamesababisha mtu asiweze kupata haja kubwa kwa wakati, na baada ya hapo unaweza kupata choo kama kawaida. Alafu kazi nyingine ya pili ni kuweza kuondoa mafuta mabaya, kwa sababu kuna watu wakifanya hivi unagundua hapa kwenye tumbo kumejaa mafuta, na wanapambana kwenda gym kwa ajili ya kuweza kuondoa hayo mafuta. Sasa hii sachet moja tu inakutosha kwa ajili ya kuweza kukrinsa mafuta, na ni kwa sababu tumewekea uwezo wa asili mimea hiyo ya kuweza kupa matokeo immediate solid, kwa haraka utakavyomaliza. Baada ya dakika 5 kutumia hiyo bidhaa unaweza kupata matokeo. Kazi nyingine inayoifanya hiyo Mirafil ni kuzibua mshipa ya damu. Watu wengi wanasumbuliwa na pressure. Pressure ni kwa sababu kuna bad cholesterol zimeweza kujiattach ndani ya mishipa ya damu. Kwa sababu ile pressure ya kawaida ambapo mtu anayemaima ovyo anashangaa hapa lipo, anapumulia, baadaye inakwisha, ni kwa sababu ile cholesterol imekaa juu ya mishipa ya damu.
mbaya zaidi ni inayojipachika ndani ya mishipa damu. Sasa hii tumetengeneza na uwezo wa kuweza kuzibua, inazibua ile koleso, na ndio maana watu kama kuna mtu anasumbuliwa na pressure na baada ya muda akakuletea matokeo kwamba nimepona, najisikia vizuri, akaenda kutumia kwa mwendelezo, uponyaji ni 100%. Kitu kingine ni kwa ajili ya kuweza kupurify, kusafisha damu. Utakapokwenda hospitalini, daktari kabla ya kukupa matokeo atakwambia damu yako ni chafu. Binadamu yote damu yake ikiwa chafu, maana yake ana matatizo na maradhi yanakaa kwenye damu. Hakuna ugonjwa unakaa kwenye mate, hakuna ugonjwa unakaa kwenye kucha, hakuna ugonjwa unakaa kwenye nywele. Ugonjwa unajipachika kwenye damu. Sasa hii ina uwezo wa kusafisha damu na kwanza kukimbia kwenye spidi kama mnayoiona, na binadamu spidi ya damu ikiwa ni hiyo, hakuna maradhi yoyote yanaweza kuishi kwenye spidi ya damu ya namna hiyo, iwe kirusi, iwe ni magonjwa ya kuambukiza au magonjwa sio ya kuambukiza, ambayo kwa Kiingereza ni communicable disease au non communicable diseases. Kitu kingine ni kuweza kuimarisha mwili.